asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunashukuru jina la Bwana wetu na hii kibali kwa mbele zake siku ya leo. Tunasema jina la Bwana libarikiwe sana. Tunasoma maneno ya Mungu ndani ya kitabu. Tufungue Biblia zetu. Tuandae Biblia zetu, kila mmoja afungue Biblia yake, tutasikiliza maneno ya Mungu ile ambayo Bwana anapenda tuzungumzie asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Soma ndani ya tunasoma ndani ya kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura 7 mstari wa kwanza. Wakorintho, basi kwa kuwa tuna ahadi hizi, wapenzi, tujisafishe kwa uchafu wote wa mwili na wa roho, tukitimiza utakatifu katika uga wa Mungu. Amen. Tunasoma kwa jina la Yesu. Kwa tuna ahadi hizi, basi kwa kuwa tuna ahadi hizi, wapenzi, tujisafishe kwa uchafu wote wa mwili na wa roho, tujisafishe katika hali yote, roho na mwili, tukitimiza utakatifu katika uga wa Mungu, katika hali ya kuogopa Mungu. Amen. Mtumishi wa Mungu, ni maneno ya Mungu ambayo mtumishi wa Mungu Paulo anaandika. Bwana asifiwe sana. Paulo anaandika maneno haya, anaandika kwa Wakristo wa Korintho. Bwana asifiwe sana. Anaandika kwa Wakristo wa Korintho, anawaambia basi kwa kuwa tuna ahadi hizi. Ahadi ziko wapi? Watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Wanawabidi sana kufanya nini? Wajitakase. Bwana asifiwe sana. Wajitakase katika hali ambao watakuwa ndani na kuchafuka kwa roho na kuchafuka kwa mwili. Bwana asifiwe sana. Kuchafuka kwa roho, kuchafuka kwa mwili, wafanye nini? Wapate kuishi katika hali ya nini? Ya utakatifu. Bwana asifiwe sana. Waishi katika hali ya utakatifu, katika hali ya kuogopa. Hali ya kuogopa. Bwana asifiwe sana. Watumikie Mungu katika hali ya kuogopa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa na inarekomanasio yenye Paulo anaambia hii kanisa ya Wakorintho. Iko na mapia wakuwa basi huko nini? Promise, ahadi zenye Mungu anafanya nini? Anawahaitia watu wake. Watu washikaze sana kufanya nini? Kuishi, wazishafishe roho na nini? Na mwili. Bwana asifiwe sana. Watu wakuwe na hali sana kwa nini? Wajitakase, wajisafishe roho na mwili. Juu roho na mwili wanafanya nini? Roho inachafuka. Kwa ifanye nini? Safishe, wasafishe, wajitakase. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hili ndio ni recommendation Paulo alikuwa anaambia kanisa la Wakorintho. Bwana asifiwe. Amen. Maana kwa ahadi, kwa Mungu kwa ahadi. Ndio Mungu anafanya nini? Anapatia watu wake. Wala ambao mfanye hiyo muamini Kristo. Wanaweza chafuka roho na mwili. Wanaweza ingia na uchafu ya machafuko roho na mwili. Lakini anawaambia wafae nguvu zote wafanye nini? Wajitakase. Bwana asifiwe sana. Hapa tutazungumzia ile wanasema sanctification.
wapi? Kuishi maisha nini? Na utakatifu. Bwana asifiwe sana. Na wakati tunaingia katika hali ya utakatifu, tutaishi maisha gani? Ya kumwogopa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tutaishi katika maisha ya kumwogopa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kila wakati yote tunaweza ingia katika hali ya machafuko ya roho na mwili, itatusukuma wapi? Kwa hali ya utakaso. Na hali ya utakaso tunakimbilia wapi? Tutazamia kwa msalaba wa nani? Wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Tunakimbilia msalaba wa Yesu ili tutatufanya nini? Inatufanya sie kuwa watakatifu. Wakati tungelikosea, tungekosa mbele ya Mungu, tungefanya dhambi mbele ya Mungu, tutafanya nini? Tutatazamia msalaba wa nani? Wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Tutatazamia msalaba wa Kristo. Na kila wakati tukitazamia, tutafanya nini? Tutaishi ile maisha nini? Ya utakatifu. Bwana asifiwe sana. Maisha ya utakatifu itatupeleka wapi? Katika maisha saa yote ya kuogopa nani? Mungu. Kama tunamtumikia Mungu, tutakuwa na nini? Na uoga wake. Bwana asifiwe sana. Tutakuwa na uoga nani? Wa Mungu kila wakati. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tunakuwa na nini? Na promise. Tunakuwa na ahadi za Mungu. Bwana asifiwe sana. Tusome ile zawadi Bwana hili. Mstari wa 6 pale pale tu. 6:14. Tusikie vile wanatuambia. Tunasoma Corinthiens 6:14. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Msifungiwe nira pamoja nao wasioamini. Tusifungiwe nira na pamoja nao wasiofanya nini? Wasioamini. Namna isivyo sawasawa, kwa maana shirika gani ni katikati ya haki na uovu? Unakuwa ushirika gani entre haki na uovu? Eti kuna ushirika? Hapana, ukwaki. Bwana asifiwe sana. Ama upatano gani ni katikati ya nuru na giza? Eti tunakuwaka upatano entre nuru na giza? Eti tunakuwaka? Hapana, haiwaki. Na Kristo ana upatano gani pamoja na Biliali? Na Kristo anakuwa upatano na Biliali? Hapana. Au yeye anayeamini ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Mwenye anaamini Kristo na mwenye haamini wanakuwa ushirika? Hapana. Tena hekalu la Mungu lina mapatano gani pamoja na sanamu? Hekalu la Mungu liko na mapatano gani na sanamu? Hakuna. Kwa maana ninyi ni hekalu la Mungu. Kwa maana nyinyi ni hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema. Bwana asifiwe sana. Kwa maana nyinyi, sisi tumekuwa hekalu la Mungu aliye hai, kama vile Mungu alisema. Nitakaa ndani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa kuwa sisi tumekuwa nini? Hekalu la Mungu. Mungu mwenye iko hai, Mungu mtakatifu. Yesu anasema hivi. Bwana asifiwe sana. Anasema hivi sasa, juu sisi tumekuwa hekalu la Mungu, Mungu mtakatifu. Akakaa ndani mwetu, tumekuwa watakatifu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Anasema hivi sasa, tusikilize vile Yesu Mungu anasema pale. Tusikilize. Nitakaa ndani yao. Kama tumekuwa hekalu la Mungu, Mungu atafanya nini? Atakaa ndani mwetu. Na nitatembea katikati yao. Na nitatembea katikati yenu. Nami nitakuwa Mungu wao. Nami nitakuwa Mungu wao. Nao watakuwa watu wangu. Nao watakuwa watu wangu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Simama mzuri. Bwana asifiwe sana. Ile ndio Mungu anasema, kama sie anaona kweli tumekuwa hekalu lake,
kweli hekalu la Mungu. Kama Mungu anaikala nafasi, ndani hakuna nini? Hakuna uchafu. Bwana asifiwe sana. Mungu anaikala hapo, hakuna uchafu. Kama tumekuwa hekalu la Mungu, Mungu atakaa ndani mwetu, jua hakuna nini? Hakuna uchafu. Bwana asifiwe sana. Itakuwa hekalu la nani? Na Mungu. Mungu atakaa katikati yetu. Kwa sababu ya neno hili nitakaa ndani yao. Mungu atakaa ndani mwetu, si kama msia kuna nini? Hamuna uchafu. Mungu atakaa. Ile ni promesa ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ile ni promesa ya Mungu, kama anakutana ndani mwetu, inakuwa hekalu lake. Ndani mwetu hakuna uchafu. Mungu atakaa ndani mwetu. Na nitatembea katikati yao. Na Mungu atatembea katikati yetu. Kama tunafanya nini? Tunakuwa hekalu na Mungu atatembea katikati yetu. Sasa tunatembea, Mungu atakuwa anatembea pamoja na sisi. Kitu kwa watakatifu. Nami nitakuwa Mungu wao. Mungu atakuwa Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Mungu atakuwa Mungu wetu. Kutoka tunamuita Mungu wetu, anasikia. Tunasema, anasema pamoja na sisi. Bwana asifiwe. Nao watakuwa watu wangu. Nao watakuwa watu wangu. Sisi tutakuwa watu wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tutaitwa watu wa Mungu wakati Mungu atafanya nini? Atakaa. Atakuwa ndani. Atatoa tu wa nani? Watakatifu. Bisi kusi hamuna nini? Hamuna uchafu. Roho hamuna uchafu. Mwili hamuna uchafu. Tutafanya nini? Tutakuwa pamoja na Mungu wakati ili promesi za Mungu. Bwana asifiwe. Tunashitaka kwa nani? Bwana asifiwe sana. Na Mungu anashitaka sana ili Mungu na roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndio nani? Ndio anakonvekera nani ule mtu wa ndani. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu ndio anakonvekera ule mtu wa ndani. Anashanja ule mtu wa ndani. Bwana asifiwe sana. Ule wa ndani, roho wa Mungu anashanja. Anamutransforme. Bwana asifiwe sana. Mungu atatubeba kule ni roho wa Mungu. Hali mtakatifu wakati yote atatukonvekre juu ya dhambi. Usije tufanye nini? Tujue kushipatanisha. Tujue kujisafisha. Roho na nini? Na mwili. Mwili inafanya sana. Na mwili unatusukuma kufanya nini? Sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio recommendation. Ndio recommendation ya Wakristo. Juu ya maisha nini? Ya utakatifu. Tunaitwa kama watakatifu wakati tutafanya nini? Tutakumbuka saa yote uchafu ambao umefanya nini? Umeingia. Tufanye nini? Tutoshe. Mwili na nani? Mwili na nini? Na roho. Yote iko nini? Safi. Na wakati tunabasa tunafanya nini? Tunaishi maisha ya utakatifu. Bwana asifiwe sana. Maisha ya utakatifu ndio kanisa. Ile ndio kanisa. Ile ndio Yesu anapenda fanya nini? Aambie kanisa kusema kama tunapaswa ishi maisha nini? Ya utakatifu. Maisha ya utakatifu ni wakati kila wakati unafanya introspection yako ya ndani. Unachunguza wapi unafanya nini? Umekosea. Wapi umeingia ndani ya machafuko? Wapi umeingia ndani ya dhambi? Ndani ya maovu? Unafanya nini? Unakuwa mbio sana kufanya nini? Utubu, kujisafisha, kujipatanisha nani? Na Kristo. Na bado tutafanya nini? Tutakuwa tunaishi maisha nini? Ya utakatifu. Tunaishi maisha ya utakatifu.
na kutengeneza na kujipatanisha ndani na Kristo. Mwenye vile ni nani? Mwenye anakuwa ile tabia ya kujipatanisha na Mungu kila wakati. Tuko humu wenye wanajipatanisha kila saa na kila wakati na Mungu. Tutende ndio hilo. Mwenye anakuwa tabia wakati akikosa kufanya nini? Anajuta ndani ya moyo wake kama amefanya nini? Amekosa. Anafanya nini? Anakimbia ndio tunafanya nini? Kujipatanisha na Kristo. Tuko tutende ndio yule anafanya ile tabia ya Biblia. Hakuna. Bwana sifiwe sana. Hakuna damu tu moyo. Bwana sifiwe sana. Biko unaleta hekima. Bwana sifiwe sana. Okay, merci. Kama unaleta hekima sebo. Bwana sifiwe sana. Bwana asifiwe. Ile ni recommendation yenye Paulo anambia kanisa. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa tuna ahadi hizi, hii mapromese tuko nazo. Bwana asifiwe sana. Tunapaswa kufanya nguvu zote juu tusipate, tusifikie, tufanye nini? Tuishi maisha kujitakasa. Tuishi maisha kujitakasa. Roho na mwili, roho na mwili. Bwana asifiwe sana. Tutaishi maisha. Hii ni hali ya kufanya nini? Unatumikia Mungu na kufanya nini? Na uko na uoga wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Unatumikia Mungu na uko na uoga wa Mungu ndani mwako. Hata kufanya nini? Utashikaza jua nini? Tufikie nini? Promise. Tufikie ahadi. Mungu akwenda ndani mwetu. Atembee pamoja na sisi. Hakuna zungumza na sisi. Bwana asifiwe sana. Sisi tuwe wanawake na kuwe baba yetu. Bwana asifiwe sana. Ile ni familia, ile promesse hatuwezi kufikia kama hatufanye nini? Hatujue kujitafuta saa yote kujipatanisha na Kristo. Tunajipatanisha na Kristo saa yote. Promesse zile zote kwa tunasoma pale. Tuko bayana, tutazipokea, tutazipata. Sisi tutakuwa wana wa Mungu saa yote. Tutasema naye. Tutakuwa na shida tunamwita, atatupatia. Atatembea na sisi. Bwana asifiwe sana. Sikia. Kama huko shida ataitatua. Kama huko magonjwa ataiponesha. Sisi naye ni mtakatifu yuko ndani mwako. Bwana asifiwe sana. Na ile ndio maisha Paulo na pia kanisa anatuambia kila wakati tufanye nini? Kujua kutafuta sana, kufanya nini? Kutafuta kujipatanisha nani? Na Kristo. Maisha ya utakaso, maisha ya kujisafisha, maisha ya utakatifu ambao tunatosha wapi? Kwa Kristo kupitia msalaba wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu anakusaka na kusema pardon. Anakuwaka. Anakosa ndio kusema pardon. Ile neno pardon haikuwake hata. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ila hawezi tembea na nani? Na Mungu hapa. Mungu ni mtakatifu. Na anaishi pamoja na watakatifu. Na anatembea na watakatifu. Na anakaa ndani ya hekalu lililo takatifu. Bwana asifiwe sana. Bila ile hakuna kitu. Soma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 3. Wathesalonike wa kwanza sura ya 3. Watatu. Mapenzi ya Mungu. Utakaso wenu. Mwepuke na uasherati. Amen. Soma français. Ce que Dieu fait, c'est votre
notre sanctification. Voilà. Basi hapa. Yenye Mungu anapenda kwetu nini? Ni utakaso. Bwana asifiwe sana. Ile ndio Mungu anapenda. Mungu anapenda kwetu nini? Maisha ya utakaso. Maisha ya utakaso kila wakati. Ile ndio inafanya nini? Yenye Mungu anahitaji na anapenda kwetu kuwe na ile maisha. Bwana asifiwe sana. Maisha ya utakaso. Ile ndio Mungu anafanya nini? Anapenda. Anapenda. Na ndio anahitaji kwetu kwa kanisa. Bwana asifiwe sana. Kanisa ili ndio Mungu anapenda kwetu. Au kitu kingine. Usije tufanye nini? Tufikie ahadi serikali ambayo nini? Anatupromet. Anasema tusifikie, uzuri tufikie ile mahali. Tufanye nini? Tuishi tu maisha nini? Ya utakaso. Tutafanya nini? Tutazifikia, tutazipata, tutaziishi, tutaziona, tutazigusa. Bwana asifiwe sana. Ile tu basi yenye Mungu anahitaji kwetu na anataka kwetu ni nini? Ni maisha ya nini? Ya utakaso. Kila wakati ule kufanya nini? Ni kujua kujitakasa. Kujua kujitakasa. Kupitia nini? Damu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Ile ndio Mungu anahitaji. Bwana asifiwe sana. Ile ndio Mungu anahitaji. Eti ni kazi. Eti ni kazi. Mimi nauliza ni kazi. Kujitakasa ni kazi. Kujitakasa ni kazi. Hii Yesu anatusomea hapa. Yenye Mungu anataka kwetu ni nini? Ni utakaso. Mimi nauliza ni kazi. Ni kazi. Bwana simama. Mimi nasema ni kazi zinaenda nayo. Ninasema kama ni kazi, patie mkono yule. Sawa. Okay, sawa. Sipia, mwambie ni kazi ya yeye basi ya kwanza. Kama ni kazi tuambie. Ni kazi na mwana gani? Ndio msema kwanza nasema. Mujikaze sana. Bwana asifiwe sana. Unapata? Tulisoma pale. Mujikaze sana. Bwana asifiwe. Ni kazi. Ni kazi. Ni kazi. Mujikaze sana kufikiria. Bwana asifiwe sana. Mujikaze sana kufikiria. Ni kazi. Bwana asifiwe sana. Ni kazi. Kazi. Ndio kinafanya nini? Ni kuchungana. Ni kuchungana. Kuchungana na nini? Na masemi. Kuchungana na mawazo. Kuchungana na akili. Kuchungana na wewe wote. Bwana asifiwe sana. Kuchungana na wewe wote. Tufikie wapi? Ile utakatifu. Bwana asifiwe sana. Kujichunga sana. Ni kazi. Bwana asifiwe sana. Ni kazi. Kwa kushikaza sana kwa nini? Kujua, kuchungana na maneno ya Mungu. Nasema tufanye Mungu anapenda tu nini kwetu? Hali ya utakaso. Ndio saa yote ni kazi. Kutoka huko kufika hapo kutengeneza ni kazi. Utafuta mwenzako ni kazi. Kupatana naye ni kazi. Kwenda wapi ni kazi. Usichunguza kuwepeke ni kazi. Bwana asifiwe sana. Mimi kufikie pale. Ili ndio ninapenda Mungu wetu. Mungu wetu anapenda nini? Ile maisha ya nini? Ya utakaso.
Bwana sifiwe sana. Kuikana maisha nini ya kujitakasa, kuishi maisha ya kujitakasa kila wakati. Utaona nani Mungu atakuwa wapi? Atakuwa karibu na sisi. Amen. Atakuwa pamoja na sisi. Atakuwa ndani mwetu, atazungumza na sisi. Tutaitiwa wana wa Mungu, wahusika wa Mungu, wagaso wa Mungu. Ndio vile Mungu anasema. Bwana sifiwe sana. Ndio vile kuitiwa wana wa Mungu ni kazi. Bwana sifiwe sana. C'est pas facile. Il faut Mungu afanye nini? Akubali kwanza kufanya nini? Utakaso wetu. Na anakuja sasa anafanya nini? Anakaa kwa hekalu lake. Juna anataka itakatifu. Bwana sifiwe sana. Ni kazi. Ni anistable. Haiko kwepesi. Ce n'est pas facile. Kwenda kutengeneza, kwenda kutubu, kwenda kujipatanisha na Mungu ni nini? Ni kazi. Haiko kwepesi. Ni gharama. Bwana sifiwe sana. Ni gharama kabambi sana. Na inatubidi tufanye nini? Tukue na angalia. Ukisheni nini? Haki ya kujipatanisha na nani? Na Mungu kila wakati. Kusudi tufikie nini? Ahadi. Promese za Mungu. Kusudi tujue wana wa Mungu. Kama hatuwezi kujipatanisha na Mungu, hatuwezi kuwa wa Kristo, hatuwezi kuwa wana wa Mungu hapana. Hawezi kuita baba, anataka kuona kama hapo baba mtoto wake. Anataka wana wao na nini? Mungu na watakatifu, ni watakatifu, hekalu lao liko safi na Mungu anafanya nini? Anapiga kama pamoja nao. Bwana sifiwe sana. Hatuna hatua ya kuita jina la Mungu na sema kama tufanye nini? Hatua ya kutakasa pesa ni mtakatifu. Hata sikia, hata tungemuita hata bali nini? Hata isikia, hata tungemlomba hata tupatie. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Somo la Mungu. Tesalonike pale tu mbili. Tesalonike wa pili. Tesalonike wa pili. Sura 2:13. Tesalonike wa pili. 2:13. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Lakini inatupasa sisi kushukuru Mungu. Lakini inatupasa sisi tushukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa sababu Mungu aliwachagua ninyi tangu zamani mpate wokovu katika utakaso wa roho na kuamini kweli. Lakini imetupasa sisi kushukuru Mungu siku zote. Imetupasa sisi kushukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu. Siku zote kwa ajili yenu. Tunapaswa shukuru Mungu. Inaonekana kweli tunapaswa kuwa na shukuru Mungu juu yenu. Hauna wewe unaandika ni maneno. Ndugu mliopendwa na Bwana. Yeye umependwa na Bwana. Tunashukuru Mungu juu yenu. Ndugu wacha wapenda sana. Kwa sababu Mungu aliwachagua ninyi tangu mwanzo. Mungu aliwachagua tangu mwanzo. Mpate wokovu katika utakaso wa roho. Mungu anachagua watu yake. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anachagua watu yake. Ndio kama umekuwa waiki hapa leo, Mungu alipenda kuwa hapa leo. Bwana asifiwe. Kama unapata wokovu, Mungu alikuzalaka na Mungu anataka matofali nini? Utapata wokovu. Tunataka mimi Yesu. Mungu alikuwa anajua tangu mwanzo. Haiko shoze ya hasara hapana. Haiko tiki utake hapana. Ulikuwa plan ya nani? Ya
ya Mungu juu yako. Amen. Na kuamini kweli. Na kuamini kweli. Msikie mstari tena nasema. Bwana asifiwe sana. Tumesikia nasema tangia mwanzo Mungu alifanya nini? Alipenda Wakristo kwenye wameamini. Bwana asifiwe sana. Mungu alipenda watu wake tangia mwanzo. Sasa kwa hiyo tunasema nafurahi sana juu ya wale watu. Juu nini? Walipata nini? Wokovu. Walishaamini. Walishapokea Kristo. Bwana asifiwe sana. Walishapokea Kristo. Sasa inawafurahisha sana. Mungu alifanya nini? Mungu aliwapenda tangia zamani. Alikuamini maneno ya Mungu. Mama Ndolo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu alitupenda zamani. Na iko na mawazo ya mzuri juu yetu. Bwana asifiwe sana. Mawazo yake ni ya bien, ya mzuri. Na anatupatia mahali. Na hizi penda tuzigose. Na hizi penda tuzigose hapana. Anapenda tuzifikie. Kitu moja tu anasema yeye nini? Anapenda nini? Anapenda ndio utakaso. Kama tunajitakasa kila wakati, hakika tutafanya nini? Tutazifikia, tutazipata. Tunaziishi. Ziko pale. Bwana asifiwe sana. Ziko pale. Zishaandikiwa, zishatiwa muhuri. Sasa tunazipata ni nani? Ni yule mtu mwenye anaishi maisha nini? Na utakaso. Tushikaze tufanye nini? Tuzifikie, tupate. Kama hauishi takasa, hautapata mwele mahali, hautafikia pale. Hautajui kumtakatifu. Bwana asifiwe sana. Bila ile hakuna kitu. Bila ile hakuna kitu. Mtu anatengeneza tu Mungu anisamehe maovu na dhambi. Na kuchelewa basi. Mungu anisamehe maovu na dhambi. Nimechelewa basi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anisamehe maovu na dhambi. Nimechelewa basi. Bwana asifiwe. Ile ni kutengeneza. Ile ni kubadilisha. Ile ni kubadilisha. Ile ni bongo. Ile ni bongo. Ile ni kutengeneza. Ile ni kubadilisha. Jamais. Jamais. Maovu gani? Sema maovu gani? Sema maovu. Sema maovu. Ile ndio maovu yanapata. Maovu. Huwa ndani. Bwana asifiwe. Mungu alisema ile maovu. Juu na ijua na ile roho yako. Tunatambia pale. Kujipatanisha juu kufanya nini? Tulikosa. Nafsi ikosa, roho ikosa, na mwili ikosa. Bwana asifiwe sana. Na leo nilipofanya nini? Tosha ile iko kule useme. Sema ile iko kule ulete. Mjini mwingine wako. Kutengeneza maovu, kutengeneza maovu, kili maovu, kili maovu. Basi nikiri, siko duniani. Basi kutengeneza, au kutengeneza, au iseme, wewe iseme. Niliwazia wenzangu mbaya, nilitaka nimfanyie mbaya, ilikuwa mumie sema, okay sema, ili ndio kutengeneza maovu.
Hiki ndio utakaso. Nilikuwa na mawazo mabaya juu ya mwenzangu, Mungu anisamehe. Sema kwa hivi na hivi na hivi. Bwana asifiwe. Ili mawazo useme uyache wazi. Kama hawayasema itaramuka tu. Itakuya tu. Hata utamaliza siku. Utamaliza siku wewe kutekeleza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nafsi inafanya nini? Inachafuka. Roho inachafuka. Na mwili unafanya nini? Damu. Ni kukimbilia wapi? Msalaba. Bwana asifiwe. Kama unasema unasamehewa, usiseme nilitengeneza au kutengeneza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumesabiliwa haki. Wakati tumesabiliwa haki. Sasa tunatubu. Tunazidi Kristo, tunatubu, tunasabiliwa haki. Na Mungu anafanya nini? Anakuonekana usiku. Hata vitu wanawake wakati tunafanya nini? Tunajua tunabadilisha naye. Tunaishi maisha ya utakaso. Maisha kukimbilia wapi? Tunabadilisha na Kristo. Bwana asifiwe sana. Nimeiba na makuta ugani nyaza za watu. Kisha kuna tu lazima ukanipa makuta watu mali nyaza. Kisha unapiga tengeneza. Kisha unapenda wasifu tuseme autorization kula sasa. Opa. Bwana asifiwe sana. Bongo yangu wewe kufanya nini? Rudisha kisha ufanye nini? Utubu. Uligombana na mtu, ulichambana naye, Mungu anisamehe, niligombana na fulani, unasema na ule fulani anafanya nini? Hawaenda moyo au katengeneza wewe tena na ule malizia ndio kule na ungependa usifike huku malizia kule itaishi. Bwana asifiwe. Kama inawakia mroho kule ndani wanajua shida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tusome. Soma Waebrania 12:14. Wote na utakaso. Pasipo huu hapana mtu atakayeona Bwana. Amen. Tafuteni salama pamoja na nini? Na utakaso. Bwana asifiwe sana. Tafuteni salama na watu wote pamoja na nini? Na utakaso. Bila ile hakuna nini? Bila ile hakuna mwenye atafanya nini? Ataona Mungu. Bwana asifiwe sana. Ile ni kweli. Bwana asifiwe sana. Tafuteni salama na watu yote. Bila ile hakuna mwenye ataona Mungu. Una utakaso ile. Hawezi ona Mungu na hauna salama na nani? Na mwenzako. Hawezi ona Mungu na hauna salama na mwenzako. Hapana. Hawezi tafuta Mungu na hawezi muona kama hauna salama na mwenzako. Hapana. Tafuta salama kwanza na mwenzako. Pamoja na nini? Na utakaso. Kisha utafanya nini? Utamwona Mungu. Utakula baraka za Mungu. Utaona utendaji wa Mungu.
maisha yako. Bwana tubariki. Mungu alipenda nipande leo na watu waseme, Mungu alipanga message na leo niruhusiwa nipitishe. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Tusimame sasa. Tusimame. Tutamalizaka siku nyingine, lakini tunaishia pale. Mungu alipenda hivi siku ya leo. Bwana sifiwe sana. Nataka kuomba Mungu. Tusimame. Kwa Mungu hali yote ulifanya uliweza kukosea, hali yote ulikuwa mahali ya kufanya nini, kuwa na moyo mgumu ufanye nini, ya kutengeneza, ya kutubu. Bwana siku sana na unaweza kuwa na hali unafahamu makosa sana, umefanya nini, hauna roho ya kujuta. Vile wapi mahali ya kutubu. Juu kama huijutie hawezi enda kutoba. Haiti kubeba kutubu hapana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Haiwezi kubeba kutoba. Ifo fanya nini? Roho yaanze fanya nini? Yaanze juta. Sasa inajuta kweli. Mungu atafanya nini? Mungu atakusamehe. Bwana sifiwe sana. Kama unajuta kweli, Mungu anafanya nini? Anakusamehe. Na Mungu anakubali. Na Mungu atafanya nini? Akate. Ndio anasema sisi ni hekalu. Sisi tuko hekalu la nani? La Mungu. Mungu atafika kwa wana wakati atafanya nini? Atatuona tunakuwa watakatifu. Bwana sifiwe sana. Na uleza kumwambia Mungu akusaidia kupatia nini? Roho ya kujutia dhambi na maovu. Unajuta kisha unafanya nini? Unaenda kujipatanisha na Kristo. Bwana asifiwe sana. Ile tu ndio unafanya nini? Ndio utaenda kujutia nini? Hali ya makosa na dhambi, maovu na dhambi. Bwana asifiwe sana. Ile hali